visa vya uhalifu vikiendelea kukithiri katika eneo la Pwani, haswa katika kaunti ya Mombasa na Kwale, baadhi ya viongozi wa kisiasa katika eneo hilo wametajwa kuwa wanachangia katika kuenea kwa visa hivyo. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Quinto Wafula, maafisa wa usalama wameapa kupambana na makundi ya uhalifu kwa jino na ukucha ili kufutilia mbali sifa hii mbaya kwenye eneo hilo la utalii. Ni katika mkutano uliowaleta pamoja wanajamii na zaidi ya vijana 100 ambao wameasi uhalifu na kuamua kuwa watu wema katika jamii. Kamanda wa polisi katika ukanda wa Pwani Ali Nuno ameapa kuwakabili wanaojihusisha na maovu, huku akiwarai vijana kubadili mienendo na kukumbatia mbinu mbadala za kujisaidia, kwani kujihusisha na maovu haya kutawatia doa la kudumu katika maisha yao. Ukianza kuchukulia vidole saa hii, kesi moja baada ya kesi nyingine, na you want to grow up as a responsible member of the society. Ukikaa ukisema unategemea, hautafuti njia mbadala ya kujitafutia maisha, utaumia. Kwa upande wake, seneta mteule Miraji Abdullahi amelaani vikali hatua za viongozi wa kisiasa katika eneo hilo za kuwaokoa wahalifu ambao hukamatwa, akitaja kuwa jambo hili limewapa vijana hawa uwanja mzuri wa kufanya maovu bila uoga. Kijana amekwenda kupiga panga, anasema kwani utanifanya nini? Kwani utanipeleka wapi? Mwanasiasa anatumana police station, mtusamee OCSs, mtusamee OCPDs, kwa sababu ni sisi tunakuja kuambia mtutolee vijana. Serikali sasa imeraiwa kutilia maanani swala hili, kwani linatishia kuvuruga uchumi wa taifa na huenda watalii wakachelea kuzuru maeneo haya ambayo huchangia pakubwa kipato cha kitaifa. Wakati tutakuta nchi yetu ina hali ya kutokuwa na usalama, pakubwa uchumi wa nchi utaathirika. Kwa upande wao, vijana hawa walioasi uhalifu wamelalamikia kutengwa na jamii ambayo bado inawasawiri kama waasi, jambo linalosababisha wao kukosa nafasi za ajira hata mitaani, hivyo kuwa ni changamoto kwao kujimudu kimaisha. Sasa wakitoa rai kwa serikali kuwapiga jeki vilivyo. Chochote kinachofanyika twafuatwa sisi. Mwambwa nyinyi ndio mjitambulisha, nyinyi ndio mwajua waizi, nyinyi ndio mwajua kila kitu, mtatuambia Timbwani kuharibika vipi. Quinto Wafula, TV 47.